Bwana Yesu nasifiwe. Asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji, ndugu zangu, dada zangu, karibuni sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, kipindi ambacho hutubariki, kipindi ambacho hutuanzia siku yetu ikiwa imebarikiwa. Basi karibu tuendelee na kubarikiwa na neno la Mwenyezi Mungu na mtumishi wake ambaye ni Pastor Mary Kamau kutoka kanisa la ABC Kiatineni, Machakos, Sub-Headquarter Pastorate ni hapo tu Kiatineni. Karibu tubarikiwe kwa pamoja. Wazaji wangu, watazamaji, naomba kuwasalimu asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Hamjambo? Nami si jambo. Ni asubuhi njema ambayo Mungu ametujalia. Tunafaswa tumshukuru, na zaidi ya yote tunayo jambo ya kumshukuru kwa maana ametupa uhai. Kwa hivyo tukashukuru kwa pamoja kwa njia ya maombi. Asante Mwenyezi Mungu kwa ajili ya asubuhi ya leo. Asante Mwenyezi Mungu kwa maana umetulinda ama hata umetukirimia Baba wa mbinguni kushuhudia siku ya leo. Tunasema uhimidiwe Baba wa mbinguni, utukuke ukiwa mahali pako patakatifu. Tuongoze katika kipindi hiki Baba wa mbinguni cha ibada, kawa pamoja nasi na ukatubariki kupitia neno lako takatifu. Na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tumeomba. Amina. Naomba niwakaribishe katika ibada ya asubuhi ya leo, ambalo tutapata andiko ambalo tutalipata katika kitabu cha Mathayo, sura ni ya 6, mstari ni wa 6. Mathayo mtakatifu sura ya 6, mstari wa 6. Mathayo mtakatifu sura ya 6, mstari wa 6. Neno la Mungu linasema hivi: Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakunjazi. Naomba kurudia. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakunjazi. Kwa hivyo neno la Mungu linatuambia nini? Ama mada ya asubuhi ya leo ambalo litakuwa nguvu ya maombi ya siri. Wakati mwingine huwa tunapenda maombi ambayo ni maombi ya kuombana. Maombi ambayo tunaomba watu wengi, ama tunataka watu wengi wakuwe mahali ambapo tunaomba, ama tunaenda tukijitangaza. Na Mungu anatuambia nasi asubuhi ya leo, kuna nguvu ya maombi ya siri. Kwa hivyo wakati ambapo tumeingia katika chumba cha ndani kama vile tumeambiwa katika neno la Mungu ambalo tumesoma katika hiki kitabu cha Mathayo mtakatifu, ambalo limetuambia wakati ambapo tunaposali tunapaswa tuingie katika chumba chetu cha ndani, na tukiingia katika chumba chetu cha ndani, tukiisha kufunga mlango, tumuombe Mungu ambaye anaona sirini, na huyo Mungu ambaye anaona sirini tukimuomba ataweza kutujibu ama ataweza kutunjaza maombi yetu. Kwa hivyo si lazima uombe watu wengi ili wakaweze kukuombea maombi yako ambayo unaomba ama anja zako ambazo uko nazo, lakini unaweza kuingia katika chumba cha ndani wakati kama huu ambao ni wakati ambapo tunatafakari na kukaribia karibu na Mungu na kumtafuta Mungu kwa njia ambayo ipasavyo na kwa njia ambayo ni ya kweli. Mungu anatuelekeza ya kwamba tuombe maombi ambayo yatamguza yeye, na maombi ambayo tutaomba sirini mwetu, na maombi ambayo pia tunajua hata kama ni kwa njia ya kufunga, tunajua mwisho wa siku ama mwisho wa wiki ama mwisho wa mwezi ama mwisho wa wiki ambazo ni kadhaa ambazo unaomba, haja yoyote ambayo unaleta mbele za Mungu ataweza kusikia na ataweza kukujibu. Kwa hivyo katika maisha ya kila Mkristo, maombi ni silaha
ya Mkristo. Maombi ni silaha ambayo inatufanya ili tukaweze kuwa na nguvu, ili tukaweze pia kuendelea na mbele, ili tukaweze pia kushinda majaribu. Kwa maana unaweza kumbwa na matatizo ama ukumbwe na majaribu mengi ambayo wewe kibinadamu ama kimtu hauwezi ukayamudu. Lakini wakati ambapo unakaribia karibu na Mungu na unamuomba, unamwambia Mungu, niepushe na haya, Mungu nisaidie katika hili, Mungu nionyeshe njia ambayo ninaweza kupitia. Mungu anasikia na Mungu anasema ni Mungu ambaye anaona sirini, Baba ambaye ni baba yetu ambaye anaona sirini na ataweza kutujibu kwa wazi. Kwa hivyo wakati ambao unamkaribia Mungu, Mungu anasema yeye anasikia, yeye anaona, yeye anatenda, na tukimkaribia na tukimuomba kwa njia ambayo ni asiri na kwa njia ambayo inampendeza yeye, tutaweza kujibiwa maombi yetu. Kwa hivyo neno la kwanza tumeambiwa ingia katika chumba cha ndani. Kwa hivyo ni lazima utafute mahali ambapo hapana kelele, mahali ambapo wewe utakuwa unazungumza na Mungu wako, mahali ambapo wewe utakuwa unajisongeza karibu na Mungu, na mahali ambapo hata hakutakuwa na disturbance. Kwa maana ukiingia katika chumba chako cha ndani na ukijifungia hapo, Mungu utaweza kuwa na uhusiano mzuri na Mungu wako. Utaweza kuwa na uhusiano mzuri ambao Mungu hata atakusikia. Hakutakuwa na sauti yoyote na hakutakuwa na kelele yoyote ambayo itaweza kuzuia uhusiano wako ama maneno yako ambayo utakuwa unaongea na Mungu wako. Kwa hivyo ingia katika chumba cha ndani na utafute Mungu na utaweza kumuona akijidhihirisha. Anasema ni Baba aonaye sirini. Kwa hivyo hata wakati ambapo tunatafakari, kwa maana tumeambiwa ni kipindi cha kutafakari na kumkaribia Mungu. Wakati ambapo sisi tunatafakari kama watoto wa Mungu, kama Wakristo, kama vile hata kama wewe ni wa dini gani, vile unakaribia karibu na Mungu na unatafakari, Mungu anasema anaona sirini na ataweza kukujibu. Kwa maana akiona sirini anajibu kwa wazi. Kila yeyote ambaye alikuwa anaangalia kuanguka kwako, alikuwa anataka ashuhudie ukiwa hauendelei, yeye anaona. Kwa maana Mungu anasema anajibu kwa wazi. Anajibu wazi hata maadui wanashangaa. Anajibu kwa wazi hata wewe unashangaa. Mungu nilimuita nikiwa peke yangu, lakini wakati kama huu amekuinua, hata amekujibu maombi yako, unakuwa na furaha. Na ndio maana hata wakati mwingine tukijibiwa maombi yetu, tunaenda mbele za Mungu katika umati, katika ibada ama katika kanisa. Tunasema tulikuwa na ombi ambalo tulikuwa tunaomba Mungu atufanyie na ametufanyia. Tunatoa shukrani. Kwa hivyo hapo kwa waziwazi unatoa shukrani, lakini wakati ambapo maombi ulikuwa unaomba sirini, ndio Mungu anatuambia anajibu kwa wazi. Na akijibu ni lazima sisi tufurahie, na hiyo furaha ndio inatufanya tuende mbele zake na tumwambie asante kwa njia ya kurudisha shukrani. Maombi hujenga pia uhusiano wako na ukaribu wako na Mungu. Tumeambiwa ni kipindi cha kujitafakari na kumkaribia Mungu. Kwa hivyo maombi ndio itatusongeza karibu na Mungu na ndio itatuleta tumkaribie Mungu, na kwa njia yoyote pia uhusiano wetu na mawasiliano yetu yatakuwa sawa na yatakuwa sambamba na Mungu, ambapo Mungu atatujibu, ambapo Mungu atatuonea huruma, kwa maana ametuambia ni mwingi wa huruma na yeye ni mwingi wa rehema. Kwa hivyo wapendwa watazamaji, tukaribie karibu na Mungu wakati huu wa Kwaresma na tuombe maombi ya siri ambayo Mungu ametuambia atatujibu kwa wazi. Kwa hivyo tuombe Mungu ili atutie nguvu kama Wakristo, kama wapendwa wake, ili tukaweze kuwa na maombi ambayo yataweza kumguza yeye, na hata atufundishe njia ya kuomba kwa roho
na kweli. Bwana atubariki na ambariki neno lake. Amina. Tuombe. Asante Mwenyezi Mungu kwa maana umetuongoza. Asante kwa ajili ya neno lako. Tuomba likazidi kukua ndani ya mioyo yetu. Na ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tumeomba. Amina. Maombi ya kweli si ya kujionyesha. Hapa Yesu Kristo akatufundisha kwamba wakati ambapo tunataka ama tumejipanga kuomba, tafuta tu nyumba yako, ile rumu yako ya uko ndani, ukaweza na kujifungia pale. Hii ni kutuonyesha kwamba tunafaa kuwa na wakati mtulivu, wakati ambapo si wa kelele, wakati ambapo ufai kuwa unasumbuana na watu wengine. Unjifungie pale, uwe na wakati mzuri na Mwenyezi Mungu, ukamuite, ukamuombe pale. Maana maombi tu sio kuomba ama kujionyesha ili watu wakaweza na kujua kwamba ulikuwa unaomba ama unaombea jambo fulani ama unafanya hiki ama una fast. Maombi sio ya kujionyesha. Jipange vile ambavyo unafaa na kwenda mbele za Mwenyezi Mungu. Lakini sio kufanya jambo ili watu wakaweze na kuona, watu wakaweze na kusema kwamba kweli huyu huwa anajua kupasa sauti mbele za Mwenyezi Mungu. Mungu anaona kilichofichika. Hata wakati mwingine, wakati ambapo watu wasipokuona, hata wewe, hata before uombe, hata Mwenyezi Mungu hujua haja zako. Hivyo basi hakuna haja ya kupiga tu kelele tu kila mahali kujionyesha nilikuwa nafanya hiki. Hapana, Mwenyezi Mungu anaona hata na uko ndani, hata chochote kile ambacho unakifikiria kukiomba. Moyo wa unyenyekevu na faraga na Mungu. Si katika kutafuta kuonekana na watu. Moyo wa unyenyekevu, wakati ambapo hata tunaomba hizo sala zetu, tuombe kwa moyo mnyenyekevu. Mwenyezi Mungu anaona hayo maombi ya kujipanga, kujiweka huko ndani. Mwenyezi Mungu anaona hayo yote na ataweza na kutujibu, sio watu. Na sio kwa sababu tumeweza na kujingamba vile ambavyo tunajua kuomba. Omba kwa siri. Mwenyezi Mungu anakuona, anasikia na anajua chochote kile unahitaji kutoka kwako. Mungu na atubariki, Roho wake atusaidie ili fundisho likawe na maana kwetu na likatusaidie. Kuwa na siku njema, Mwenyezi Mungu akakutangulia na neema yake ikakutoshe. Shalom.